Hebu mwimbie ex wako wimbo mmoja tu. Wote ambao unakuja kichwani. Salamu dia ex, huku niliko mi mwenzako niko mwepesi, na hisi dua zako zijapokelewa kwa Mola. Suliomba nife nipigwa tana kombola, usipate shida kuni like, kuni comment, kuleta mbwembwe zako za mbunje ya neti, usipate shida kuni follow. Baby wangu anakuona na kuunfollow, usipate shida kunitagi kwenye picha zako zenye mafumbo, shika adabu yako tena, nakuomba waambie rafiki zako Inatosha babu, kamsi baba. Kwa umesema umemuelewa bonge la dada, tumtafute tukutanishe naye. Kama vipi, mtafuteni bonge la dada. Yani kwanza hicho ndo niwaahidi tu mashabiki, huyo eti mashabiki zangu au mashabiki wa USA TV habari, naomba nyinyi au viongozi nitafutiwe bonge la dada, mimi ni bonge naye. Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Sabata TV, mambo ni aje? Mambo ni good. Leo niko na mshikaji fulani, tunataka tupige story 2-3. Mambo ni aje? Shwari, kwema? Kwema, za miaka? Safi tu mwana. Wakukumbuke basi, maana sio mara ya kwanza. Kamsi baba, dikomi aka kinyaa, aka asinde wizi, aka ndio hiyo mwana. Sio zela mademu. Mr. Sina kinyaa, nikisema Mr. Sina kinyaa I think wananielewa. Yes. Kinyaa vipi yani nikisema sina kinyaa wanaelewa. Ndio tunataka ufafanue sasa. Nikisema sina kinyaa ina maana sichaguagi mwanamke, yani ina maana ukipita kwenye anga zangu napita na wewe. Yoyote wewe. Bane. Walemavu mnajua nyinyi. Ila kwangu haujui goma sijui nini, labda kuna magonjwa nini. Ni chule MB shile. Kwa sasa hivi ushapita la ngapi sasa hivi kwa chap chap? Kwa chapu sina idadi mwana. Tangu zalio wewe unahisi ushapita na wangapi kwa kukadiria? Wanasemaga makadirio haraka haraka. Twende kwenye makadirio haraka. Hata 200 wanaweza kafika. Hata 100 ngapi? 200. Ai. Afu ma ex. Ma ex nao kibao. Hebu mwimbie ex wako wimbo mmoja tu. Wote ambao unakuja kichwani. Salamu dia ex, huku niliko mi mwenzako niko mwepesi, na hisi dua zako zijapokelewa kwa Mola. Suliomba nife nipigwa tana kombola, usipate shida kuni like, kuni comment, kuleta mbwembwe zako za mbunje ya neti, usipate shida kuni follow. Baby wangu anakuona na kuunfollow, usipate shida kunitagi kwenye picha zako zenye mafumbo, shika adabu yako tena, nakuomba waambie rafiki zako. Inatosha babu, kamsi baba. Nataka nikuongezee nyingine. Exi. Malizia, sina kusupport. Exi. We, achana mimi nishamwambia imeisha. Exi anarudiwa kumbe, umeshindwa kumtukana. Mimi Exi namrudia king'aa. Ile unakuta hivi unaipokeaje ile unakutana na manzi mmeachana naye, alafu kwenye kuachana naye ndo anaanza kunawiri. Wewe unaipokeaje? Anaanzaje? Ananawiri baada ya kuachana naye. Mimi nakwambia kwamba mimi ex siwezi kugombana naye, ina maana mimi ex huaga namweka tu maeneo, aking'aa tena tunairudia hii. Ulikuwa utunzi maana yake. Wakianza kutunza tena unairudia. Basi wewe matunzo unayaweza kila mwanamke. Wanawake wako wengi. Au sio? Ukihamisha kambi ukitunza huku, mnaachana unaanza huku tena. Huyu tena aking'aa unarudi. Unaipokeaje leo upo kwenye sex na demu wako alafu atoe miguu? Sasa ina maana tunafanya nini? Ndio hiyo sasa. Hapo atatoa, ataki astaki atatoa. For example sasa wewe unakamia. Yani sawa. Yani hapo sasa kwa mimi sasa unakamia mimi sasa. Yani hapo tunatumia bora mngate meno. Sio meno unamngata kucha. Bwana tipo la kamsi baba bado tunapiga naye ma story. Hili ni zela mademu, nataka nipige naye tu ma story ya mademu. Au sio bana? Hivi changamoto gani ambayo unakutana nayo ukikutana na mwanamke ambaye upo naye inbox lakini hataki mazungumzo na wewe kabisa? Cha kwanza mimi sidhani kama naweza nikakutana na mwanamke afu nipo naye inbox akose kutaka mazungumzo na mimi, na maana ibali na enge amolond. Yes. For example now sasa hivi unamwandikia manzi message afu anakujibu sina SMS. Wewe unaijibuje hiyo? Sina SMS. Mimi sitasoma tu, kikubwa tu chat kama nina mpango na wewe. Sina SMS shwa.
ishafika. Apokee kwamba wewe ananipiga wewe. Hata hawa ananipiga. Mimi ninachokitaka ni kwamba wewe si mwanamke, unaweza kawa una chat naye kwenye WhatsApp but anakuambia kwamba sina MB wakati mna chat na unamuona yupo online. Nataka nikupige kitendawili hapa. Kiumbe gani kina lips mbili? Kiumbe gani kina lips mbili? Sasa mimi masuala ya viumbe mimi najua mambo ya kitendawili. Mimi sijui bwana. Twende kitendawili. Sasa mambo unaanza kukwepa. Serious inaleta mambo mengine. Tuko serious leo na tuektia. Wewe unaanza kukwepa. Tunataka Kamsi Baba anataka kukwepa. Tunataka utujibu kitendawili chetu. Tena na kung'ang'ania usije ukanikimbia. Sasa sio kila swali lazima ufaulu. Mengine inabidi ufeli, maana asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kwa hiyo imekushinda. Mimi masuala ya vitandawili, mambo ya wazee sikuishi nayo. Nimeishi kwenye nani tu za vijana. So ukisikia neno kitendawili unaelewa nini? Mimi naelewa yale mambo yenu ya zamani ya kwamba mna wazee wanakuwa wanawahadisia, mara wanapiga mahadisi, vitu kama hivyo. Sina. Poa, kuna huyu sister anaitwa Bonge la Dada, ametrend sana online. Umempokeaje? Yuko vizuri, sijaona baya lolote, yuko vizuri. Yes. Ndio maana nataka utuambie wewe umempokeaje. Yuko vizuri, mimi mwenyewe naangalia jinsi gani kama mambo yataenda, turuke naye na brand. Ukitengenezewa nini mazingira? Safi sana. Unaruka na brand. Wewe unamwachia nani? Kamsi Baba ni zela kuruka na brand, tupo naye kwenye US Habari TV. Kama bado ni mgeni usisahau kusubscribe, kushare na comment na comment nyama sana. Naam. Umesema una challenge nyingi sana, ndo unazochukuliaga mademo. Sasa hapo kwenye masuala ya nani, wewe umesema gono sijui nini. Sasa hapo hakuna mzee, tushajeza titi toka zamani sana. Unajua mimi mwanaume anayelala na wanawake zaidi ya 7 ni malaya au? Sasa sijui tunasemaje hiyo. Pengine anaweza akawa ni malaya ila mwanaume hakuagi ni malaya. Unajua kwamba mwanaume ni hisia. Sasa mwanamume huwezi kulinganishwa na mwanamke kwa sababu kuna wanawake hisia zao kuja mpaka umguse sana. But we mwanaume kuna kitu unaweza kaona tu na kustuka hapo. Kwa hiyo mwanamke ndio ulazimishwa, ila mwanaume ni kitu tu ambacho kipo anytime. Kinaweza kikachomoka tu. Kwa hiyo kulala na wanawake hata 100 kwa siku ni jambo la kawaida. Kwa hiyo imetokea sasa hivi Manzi amekuja na jezi. Jezi aina gani Manzi akija nayo geto tunasema huyu mwizi huyu? Cha kwanza mimi Mungu kidogo amenipa kitu kangu. Maana sijawahi kukutana na demu amevalia jezi. Maana mimi mwenyewe mambo ya kuvaa jezi huwa siponayo. Yaani kama hivi mwanaume kabisa unanikuta nimevalia jezi. Hapana, sijavaa. Yaani jezi mimi unaona na jezi. Haipo kipengele mwana. For example ndo jezi ya kikundi. Jezi ya kikundi kama haya ya makundi. Jezi yoyote. Ya makundi. Yale huwezi kuja nayo kwa sababu ni jezi la kundi. Wewe huko unakuja kwenye nani? Unakujaje na majezi ya makundi mwanangu? Yale mimi mwenyewe nakurudisha. Unakuta unakuja afu huko umeandika kwenye nguo yako kwamba sijui boss lady nani. Sasa hayo mambo. Tutapambana tu. Nyuma kumeandikwa tutapambana tu. Nyuma kumeandikwa tutapambana tu. Alafu upo geto. Alafu yupo geto mwanangu. Wewe unafanya masiara. Unamtimua. Sio kumtimua. Kwa hiyo amekuja kwamba tutapambana. Basi. Tunaanza mapambano. Tunaanza mapambano. Asubuhi. Bana. Jambo la kwanza ambalo unalifanya asubuhi wewe kama wewe unafanyaje pindi unapoamka? First of all mimi nikiamka tu kitandani au nikistuka tuseme kutoka usingizini. Cha kwanza uaga naiwaia ni simu. Naangalia simu. Je, ni muda gani? Nani amenitest? Nani amenipigia? Either naweza nikakuta miss call, message, vitu kama hivyo naangalia. Pia nikiona saizi ni muda ambao natakiwa niamke natoa pattern, nafungua data, naangalia new notifications ambazo zitaingia pale kama kuna cha msingi. Kama hakuna fresh naiacha data on, naamka. Napiga mswaki, nalisha viumbe wangu wale. Nikimaliza. Viumbe gani? Mimi napenda sana mifugo ya njiwa. Kwa hiyo njiwa wangu pale asubuhi nawalisha. Nikimaliza naweza nikaanza mambo mengine. After all hapo naweza sasa nikaoga, nikatoka, nikaangalia namna ya kupata msosi and then nikao kwenye mazungumzo na watu wengine mbalimbali kwenye simu. Kwa siku unaongeaga na wanawake tofauti wangapi? Kwa siku, kwanza siku inaanza wa kwanza kuongea naye kama nimekuta
kama sijakuta missed call za normal call, wa kwanza kuongea naye sana uwaga ni wife, kwa sababu pale nikifungua data tu nakuta hizo ni missed call message, so hapo inabidi nikimaliza kulisha njiwa wale na kuja nampigia, tunaanza kubonga. Okay. For example now unakutana na text message imekwambia tuachane. Mimi cha kwanza sijakutaga message ambayo inasema tuachane, kwa sababu mfano ni kitu ambacho si halisi. Twende na hiyo. Kwa mfano yani ghafla tu bila sababu. For example tu ghafla tu imetokea tuachane. Tuachane. Na wewe ni mtu ambaye hujawahi kupokea hiyo message. Kwa mimi siwezi kukubaliana na hilo swala. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho kimekuja kama emergency. Sawa? Yani inatakiwa unipe sababu za ile message ni zipi. First, kwanza mimi siwezi kuijibu. Kwa mimi siwezi kuijibu. Hapo nasubiri kwanza. Hata siku ipite ndo naweza nikakupigia simu, sio kukutest na kupigia simu. Aidha na kuandikia message nipo maeneo tukutane. Yes, tukikutana hapo ndo tunaweza tukayamaliza. Ila mimi siwezi kujibu message ambayo ni ya ghafla tu tuachane na nijibu. Hapana, sio mimi labda. Na wao nasema ni mtu ambao hujawahi kukataliwa. For example tunamuita Manzi afanyia zile za dada zetu wa Kibembe. Unaipokeaje? Kama si baba afu hadharani. Kwa mimi mimi tayari naelewa mazingira. Unajua sio kila mwanamke ambaye ni jasiri akiitwa na mwanaume. Wengine ujasiri unawaondokeaga kabisa, unaondoka. Sasa ili ule ujasiri afanye kama kuurudisha, hapo lazima afanyeje? Aonyeshe kitu kama dharau. Ndio maana wanawake wengi utakuta anakufanyia dharau, but ukimtafuta private mambo yanakuwa ni kawaida sana. Na unajiuliza mbona huyu alikuwa hivi but now ipo hivi? Ni kutokana na yale mazingira ambayo ulimsimamisha, ulimuita na mazingira ambayo mpo sasa. Yes. For example, Kamsi baba wa miaka 20 iliyopita amepata mke, ameoa. Sawa? Alafu unakuja dada fulani anakuambia nakupenda kuliko mke wako. Sasa yani kwanza mimi sio mgumu, mimi ni mrahisi sana. Yani nianze kukuaje kwa nini unanipenda? Wewe ukiniambia tu Kamsi nakupenda, nakupenda pia imeisha. Ndio unakuta sponsor ni wife wako. Sasa kama wife yeye mwenyewe atajua, na mimi mwenyewe namwambia mimi sina moyo mgumu, yani mimi sitakagi kuumizana katika mapenzi. Yani mtu amekaa kule amejifikiria amekuja ameniambia nakupenda ndio nimkatae. Kwa jeuri gani? Tunatengeneza mazingira. Basi tutatengeneza mazingira. Kama yeye ndio sponsor atajua yeye sasa. Au si? Bwana, una kipi cha kuambia mashabiki zako, kwa sababu tumesikia unapigaga sana ngoma za mapenzi na wewe umekuwa bwana mapenzi. Kwa hiyo tunataka tuwaambie mashabiki zako neno lolote kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu. Una kipi ambacho umeandaa na kipi ambacho ulituachia? Let's go on the vibe. Anyway, tukiachana na mambo mengine kabisa ambayo pengine tungeongelea ingekuwa na umuhimu, ni kwamba sawa mimi ni bwana mapenzi na napenda mapenzi. Yes. But kuhusiana na kuimba sasa hivi naweza nikasema wasinifuatilie sana kutokana na mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo kuimba tunaimba mara moja. Sasa unakuta kazi za mara moja hatuwezi tukaita kwamba hiyo ni kazi. Yes, itakuwa kama wanajiangaisha. But nikiposti wanaweza wakaona. So nawapendeni sana. Na nashukuru USA TV habari kunifikia kwa siku ya leo. Tumepiga mastori, lakini kuna kitu kimemiss sana. Yes, nimemiss yale mambo yangu weza. Unataka mtoto? Hapa wangeniletea mtoto hapa ungekuwa ni ududu sana, tungeua. Kwa umesema umemuelewa bonge la dada, tumtafute tukutanishe naye. Kama vipi mtafuteni bonge la dada, yani kwanza hicho ndo niwaahidi tu mashabiki. Huyo eti mashabiki zangu au mashabiki wa USA TV habari. Naomba nyinyi au viongozi nitafutiwe bonge la dada, mimi ni bonge naye. Yes, as a Kamsi baba Mr. Sina Kinya, Dikomi. Muda wako upo free, ready muda wote? Mimi nipo ready, yani sijawahi kumwangushaga mtu. Mimi nipo ready, yes. Bwana, kama ulivyosikia tunamwandalia bonge la dada. Hii hapa ni Habari TV, kunitaga Mavati kwa YM. Ni US Habari TV, usahau kusubscribe, kushare, comment. Utakuwa umefanya nyama sana kunitaga Mavati kwa YM. Wanakuambia hapa ni mwaka wa roho mbaya. Nataka nimuulize mshikaji wangu kwenye hapa. Mwaka wa roho mbaya hapa. Sawa? Adija kaenda kwenye msiba wa Hamisi. Sawa? Mwaka wa roho mbaya huu 2026 Januari bado mbichi. Ndio. Analia kwenye msiba wa Hamisi
Hotuba amesema Hamisi amekufa na ukimwi, ila Adija analia kuliko mama Hamisi. Shida nini hapo? Adija analia nini? Sasa we unahisi Adija anachokilia wewe ni nini? Tuambie. Sasa si ule ukimwi, yeye analia kwamba amebaki na ukimwi. Kwa hiyo sio majonzi sana, amepoteza tamu yake sana. Yaani kinachomliza ni kwamba na yeye muda si mrefu ataenda, au sio? Bwana ndio hivyo, mwaka wa roho mbaya. Adija analia Hamisi amekufa na ukimwi, alafu analia kuliko mama Hamisi. Wewe utatuambia jibu ni nini? Kwa nini Adija analia? Goodbye. Let's go the vibe and ciao.